Yes, bwana, karibu kwenye exclusive interview nikiwa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel, mzee wa black and white, unaweza kumuita hivyo. Huyu bwana ni mtaalamu sana. Sakata la Damaro nilianza naye kuanzia moja mpaka pale ambapo limetamatika na kutolewa hukumu na shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mwamba kwelikweli huyu anatupitisha leo hii namna ambavyo hukumu imetoka, lakini kabla tujaingia pia huko, siku ya jana tulipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu. Yeye kauli zake alisema TFF ndio wametupilia mbali shitaka lao, lakini TFF sio sehemu ya mwisho, kwa maana ya kwamba wanayo nafasi ya kuelekea katika hatua inayofuata, na hatua inayofuata baada ya TFF ni kwenda kasi. Niko na Lugano mwana wa Israel, mzee wa black and white. Uko vizuri kaka? Bwana, mimi niko vizuri kabisa. Kwanza nitumie nafasi hii pia kumshukuru Mungu kwa sababu ya uhai, afya, kibali, nguvu, vyote haviji kwa sababu mimi tunavihitaji, vinakuja kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa hiyo neema alionipa Mungu ya uzima, utukufu uende kwake, na hata unavyozungumza haya ni vema sana ukimtanguliza Mungu, kwa sababu unaweza kuzungumza yakaita tafsiri mbaya au ukashindwa kujenga hoja vizuri na vitu kama hivyo. Kwa namshukuru Mungu pia kwa nafasi hii, na naomba Mungu aniwezeshe hata haya nitakayoenda kuzungumza yawe na maana zaidi. Sawa, tuanzie hapa. Kauli ya Murtaza Mangungu kusema kwamba TFF sio mwisho. Hii inatoa taswira moja kwa moja kwamba hawajaridhishwa na taarifa kwa umma ambayo ilitolewa na TFF kwamba shitaka lao limetupiliwa mbali. Nimemsikia Murtaza Mangungu wakati mkimwoji mara baada ya mchezo dhidi ya Simba na Coastal Union. Nikaona ni kitu ambacho kakizungumza katika picha ambayo inabaki inaelea kwamba sio mwisho. Maana yake huenda Simba wakachukua maamuzi ya kwenda kasi, na kwa jinsi alivyoongea inaonekana ni kama Simba hawajaridhishwa, na kutokuridhishwa kwao mimi najaribu kufikiria ni kwamba kama hawajaridhishwa na kitu ambacho kimetokea TFF, ni kwamba hawakujiandaa kwenda kasi. Kama wameridhishwa na kile kitu ambacho TFF wamekitolea, maana yake walijiandaa kwenda kasi. Kwa sababu mfano mimi mwenyewe nilikuwa najua Simba hawezi kushinda kwenye ile kesi. Mimi binafsi, yani nilikuwa najua Simba hawezi kushinda kwa maana ya kushinda pale TFF. Kwa nini nilikuwa nasema hawezi kushinda? Sababu ya msingi ni kwamba kwenye kesi ambayo wanashtakiwa Yanga na Damaro, TFF naye ni mshtakiwa ambaye huenda ndio itakiwa mshtakiwa namba 1. Kwa unapeleka kesi ya nyani akaiamue Tumbili au Ngedere. Maana yake pale kuna kitu ambacho lazima kilindwe kwenye maslahi ya watu ambao wana mahusiano ya karibu. Si umeelewa? Kwa mimi binafsi nadhani tulishai kuzungumza kwamba Simba wataenda kushinda hii kesi, lakini hawezi kushinda TFF. Umeelewa? Mimi mpaka dakika hii mimi na msimamo ule. Kuna watu wametoa hoja mbalimbali. Wengine wanasema Simba wasiende kasi, Simba wasiendelee na kesi hii. Mimi binafsi ninaona Simba bado wana rumu ya kuweza kushinda hii kesi. Wanayo rumu ya kushinda hii kesi. Nafasi ya kushinda ipo kubwa kabisa. Cha kwanza kabisa lazima tujiulize, kama Simba waliinuka na kwenda kushtaki TFF, dhamira yao ilikuwa ni nini? Kabla hawajatengeneza ile kesi, je, walifanya utafiti? Mimi naamini Simba wana wanasheria wazuri ambao waliweza kuangalia kwa kina, wakaona kweli sheria za FIFA na TFF nini ambacho kinatakiwa kifanyike kabla hiki kufanyika, na nini ambacho kimekiukwa, na kuna namna gani ya kuweza kuyafikia hayo. Naamini walifanya utafiti wa kutosha kabisa. Sasa itakuwa kazi ngumu sana kwa Simba wenyewe kama walikurupuka Simba kufanya haya maamuzi. Inawezekana wakarudi tena mezani wakasema bwana, hili jambo tuachane nalo. Ndipo ambapo sisi tutathibitisha kwamba Simba walikurupuka kupeleka hii kesi. Kwa mimi binafsi ninaona kesi bado iko on. Kesi bado iko on. Hasa kwenye maamuzi haya ambayo wamechukua TFF. Siamini kama Simba walikuwa wajui kwamba wataenda hii kesi wataenda kushindwa. Wewe kesi inamhusu mtu ambaye yeye ndo aliidhinisha. Si ndio? Yeye ndo aliidhinisha kwamba cheza. Alafu unaenda kumshtaki yule kwamba wewe unacheza kimakosa, maana kuna mhukumu huyu ambaye alisema cheza. Huyu aliyecheza ile kanuni ambaye yeye alichukulia kwamba cheza ndio ataenda kujilinda kwamba mimi nilisema cheza kwa sababu hii.
Ndugu yangu, nikwambie kwa urahisi kabisa. Mfano umkute mwizi anaiba kitu fulani, si ndio? Mwizi kwanza pale pale anakuambia sijaiba. Yaani umemkuta na kile kitu ambacho kakiiba, atakwambia sijaiba. Anatengeneza sababu ya kujidefend kwanza yeye, ili ajipe uhalali hata wa kutoa hoja, ili asihukumie moja kwa moja kwamba ni mwizi. Kwa hiyo hata kwenye masuala haya TFF, mimi nitegemea kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji ya TFF lazima ingeenda kujilinda heshima yao na hadhi yao kwamba wako sahihi. Sasa usahihi utakuja ni pale Simba ambapo watasema sawa, tumekubaliana nyie usahihi. Ndipo ambapo mimi nitakuja kuibuka siku ndaambia Simba walikurupuka kuifungua nini hii kesi. Kama Simba hawataenda kasi, Simba mimi nitaisimenti pembeni, kwa sababu itakuwa na evidence ya Simba kukurupuka kwenda kuishitaki nini Yanga Damaro. Kwa hiyo kwa maelezo yako sasa, Simba wakati wanaishitaki Young Africans dhidi ya Damaro pale TFF walikuwa tayari inabidi wao wameshaandaa strategies kwamba tukitoka hapa tunaenda sehemu fulani, si ndivyo? Ndio maana nakwambiaje, picha mimi binafsi nilisema hata kabla ya hatua kwamba Simba hawawezi kwenda kushinda kesi TFF. Simba wataenda kushinda kesi CAS, ambako kutaweza kuwapa haki. Kwa sababu gani? Unajua, kuna hoja moja Jemedari mwana wa Kazumari kaizungumza hapa kwenye hoja zake za msingi. Nitafute hapa, nadhani nishai kuzungumza mara nyingi na Jemedari hapa, kajaribu kuicement hii hoja. Hii hoja ndio inaanzia hapa, katengeza hoja zake 5, si ndio? Lakini kwenye hoja ya 4 kuna hoja ya msingi ambayo Jemedari kaiweka, lakini pia na hoja ya 5. Hoja ya 4 nasema FIFA imetoa kanuni kuhusu eligibility, maana yake ni national team na changes of association, umeelewa, ambayo inapatikana kwenye article 7 na article 9, ambayo ni FIFA RGAS guidance, ambazo ni guidance zake sasa, umeelewa, ambazo zilikuwa ni 2021. Imeeleza kuwa utaratibu wa kufuata, ambayo inazungumza sasa kwenye article 9, inasema mchezaji hatahesabika kubadilisha association mpaka pale ambapo approval itoke ya FIFA. Approval itoke ya FIFA. Hebu ichukue hoja yangu hii. Association, mchezaji hatahesabika kubadilisha association mpaka apate approval ambayo ni ya FIFA. Kama Damaro hajafanya maombi FIFA na kupata approval, ni kanuni ipi imetumika kusema ni Mtanzania au association yake ni ya Tanzania? Hii ni hoja ya Kazumari ambayo mimi nishazungumza mara kwanza, mara baada ya kuonana pia na mwanasheria wa Simba, kuona na mimi kutafiti na vitu kama hivyo. Hoja ya kwamba TFF ndio wanaotambua Damaro kwamba ni mchezaji wa ndani, lakini FIFA hawana nini, hawamtambui. Unaielewa hiyo hoja? Hii article 9 inazungumzia association, maana yake lazima FIFA wapate approval. Sasa ukienda FIFA, approval ya Damaro haipo. Ina maana hapo inazungumza nini? Hapa nazungumzia association, hawaja kuambia kubadilisha uraia. Kubadilisha nini? Uraia. Association sio uraia. Association maana yake Damaro yeye katoka wapi? Katoka Guinea. Ile ni association nyingine. Unapokuja hapo hajazungumzia sasa kucheza kwenye ligi. Si unanielewa? Hii sio kwamba wanazungumzia kama tukitaka sasa kumtumia kwa timu yetu ya taifa ya Tanzania ndio ajisajili kwenye huo mfumo ambao unazungumzia wewe. Article 9 inasema kubadilisha association. Inasomeka kabisa hapa. Sawa? Inasomekaje? Inasomeka mchezaji inasomeka hivi article 9. Mchezaji hatahesabika kubadilisha association mpaka apate approval ya FIFA. Kubadilisha association ni nini? Ndio basi, kumbe hajastahili kuwa raia wa Tanzania. Kuwa raia wa Tanzania kiserikali anastahili kwenye football. Article 9. Sio kama unaelewa. Unajua watu tunapishana sehemu ndogo. Unajua FIFA kuna watu wanasema kwenye FIFA agility. Maana yake nguvu na mamlaka ya FIFA kwenye kuprove masuala ya national team. Yaani
player nation team, yani mchezaji wa timu ya taifa. Watu wanabezi sana kule kwamba FIFA wanaangalia tu kwenye national player team, yani mchezaji ambaye anaenda kuchezea timu ya taifa. Umeelewa? Lakini huku FIFA pia wameweka matawi mengi. Ndio maana kuna kamati ya mashindano, kuna kamati ya wanawake, kuna kamati ya nini, kuna kamati zile. Sasa kuna kitu kinaitwa FIFA player status. Sawa? Maana yake kuna kamati ambayo inazungumzia status ya mchezaji kutokana na anakocheza, yani haki zile, ili hata kama kesi kienda FIFA wanajua status ya mchezaji ni ipi. Umeelewa? Sasa hii inazungumzia article 9 inazungumzia approval ya nani? Ya FIFA. Na Simba ukiangalia kwenye sababu ya msingi ambayo imepeleka waende pale TFF ni kwamba hakuna approval ya nini? Ya FIFA. Maana yake kuto kuwepo na approval ya FIFA ndo unakuja kuviangalia na zile sababu nyingine ambazo zinasababisha mchezaji kwa nini acheze. Ndio maana nasema FIFA hamtambui kwa sababu wewe umetoka kwenye shirikisho. Yani mchezaji angekuwa anatoka Mbeya City anaenda KMC. Umeelewa? Maana yake FIFA wameweka utawala chini ya TFF. Sawa? Ni kanuni na taratibu ambazo zinanihusu TFF. Lakini unapoenda kutoka kwenye shirikisho moja kwenye shirikisho nyingine, shirikisho la Guinea ili liweze kuungana na TFF lazima kuwepo na connection ya FIFA, kanuni taratibu za FIFA. Yani FIFA inaleta muunganiko wa mashirikisho na taratibu zingine. Timu ya taifa lakini shirikisho kwa shirikisho. Mfano ukizungumzia timu ya taifa inaenda kucheza na timu nyingine. Umeelewa? Au unapozungumzia labda timu ya Tanzania, labda Yanga inataka kucheza mechi ya kirafiki na timu kutoka bara labda lingine, labda Asia, si ndio? Pale FIFA wapo pale juu, lazima kuna taratibu za FIFA lazima niangalie zifuatwe. Si unanisoma vizuri? Kwa hiyo kuna hata kama yanaenda Asia kwenye mchezo wote kuna connection ya FIFA pale, kwa sababu unatoka kwenye misingi ya kafu unaenda kwenye shirikisho lingine, yani useme kafu unatoka kwenye kafu unaenda kwenye labda UEFA. Kuna namna FIFA lazima uangalie taratibu zao za kukutanisha hata kama ni mechi za kirafiki. Kwa hiyo kafu FIFA huwa inaangalia soka kwa minajili ya tofauti sana. Unapotoka kwenye shirikisho moja shirikisho la Afrika unaenda kwenye shirikisho la Asia, lazima kuwepo na nguvu ya nini? Ya FIFA. Sasa unapotoka kwenye shirikisho la Guinea unapoingia kwenye shirikisho hapo mashirikisho ya kifootball yenyewe, sasa lazima kuwepo na namna gani unahama. Sasa taratibu hizo hazijafuatwa. Sawa, wamebadilisha uraia, lakini ndio inatakiwa uende moja kwa moja ukacheze timu, kwa sababu yeye angekuwa na haki Damaro ya kuto kucheza angekuwa, yani huo mjadala usingekuwa mkubwa Damaro kama ajaye kucheza ligi ya Guinea, ajaye kucheza hata timu za under 20 za Guinea. Kungekuwa kuna mjadala. Kwa sababu gani? Rekodi azipo kwenye shirikisho husika. Mfano Kibu Denis ukimfananisha na Damaro utakuwa unakosea. Yes. Kibu Denis ajaye kuchezea ligi ya Kongo. Yeye kwanza akakulia Tanzania. Yani issue ilikuwa ni uraia tu, na miaka 5 yeye alitimiza. Umeelewa? Sasa watu wanajaribu. Sasa hii hoja nyingine ni ya 5. Hoja ya 5 ambao Jemedari Saidi kaiweka, amesema Damaro FIFA inamtambua raia wa Guinea. FIFA inamtambua raia wa Guinea. Je, akiuzwa na timu nyingine, labda ameenda labda kuchezea Algeria sasa hivi, je, atauzwa? Je, atauzwa? Umeelewa? Atauzwa kama mchezaji kutoka Tanzania au atauzwa kama mchezaji kutoka Guinea? Unajua hizi hoja tunavyozijenga watu waelewe. Kwa nini kuna mahakama? Sawa? FIFA kama mgeni. FIFA wamtambui kama Mtanzania. Hawamtambui kama anachezea yani tuseme ligi ya Tanzania.
wanafahamu wachezaji ligi ya Tanzania lakini sio Mtanzania, wanafahamu ni mtu wa Guinea. Akienda labda hata nje ya bara la Afrika ataenda kuuzwa kama mgine, atauzwa kama Mtanzania, kama mgine tu. Sasa hapo ndo kuna hoja, kwa sababu inavyosemekana mpaka sasa hivi, inavyosemekana anatumia passport ya Guinea. Je, huyo ni Mtanzania? Hapana. Passport ya Guinea unatumia, utakuwaje Mtanzania? Hapo Yanga wametupiga. Sio Yanga, TFF wametupiga. Yanga ndio wametaka, lakini TFF sema mruhusu. Kwa hiyo watu wawili au mmoja? Yanga sometime, mimi binafsi Yanga wanawezekana wakawa na kosa ambalo litakuja kuwagharimu, ni kumtumia tu Damaro. Yani Damaro atakapokuja kuhukumiwa, Yanga ndio atakaenda kuhukumiwa kufanya nini? Kupokonywa hizo pointi. Lakini hilo kosa atakuwa ameisababisha nani? TFF. Umeelewa? Yanga wao wanauliza TFF, inawezekana. Ndio ya leta hiki meleta. Si ndio? Lakini kuna taratibu za kuprove, kuna taratibu za hata kama ni raia. Angalia sasa, huyu hasa baada Emmanuel Kayeke, mimi sijui. Si ndio? Kayeke sijui yeye status yake ikoje. Kama ana passport ya Tanzania sijajua. Sasa kwa hasa baada. Sawa, Lugano, tumalize na hili. Kwa hiyo sasa, kwa maelezo yako ambayo umeyatoa na kwa namna ambavyo huu mustakabali mzima wa hii kesi ilivyokuwa inaendelea, Simba Sports Club walikuwa na tija na hoja ya msingi kabisa. Simba wana hoja. Nadhani umesikia hapo nimezungumzia kwenye kwa proof. Yani ili mchezaji abadilike kutoka Association A kwenda Association B, ni lazima FIFA wapitie kwenye approve. Unajua watu wanashindwa kuelewa. Tukizungumzia FIFA agility, ni tofauti na kuprove FIFA kutoka mchezaji kutoka association moja kwenye association nyingine. Kitu ambacho Damaro hakijafanyika, kitu ambacho TFF hawajakifanya kwa Damaro. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninavyozungumza bado Damaro anasomeka kama ni raia wa Guinea, kwa sababu anatumia kwa tetesi, kwa taarifa ambazo nimezipata, anatumia passport ya Guinea. Lakini pia kuna maswali mengine machache unaanza kujiuliza. Je, sasa hivi Damaro akienda kucheza kwenye shirikisho lingine, labda hata tuseme Asia, wapi, hata Ulaya, je, atatumia sawa, atatumia ETC hapa, lakini shirikisho la Guinea litakuwa na mandate kiasi gani? Lakini pia Guinea wenyewe wakisema tunamhitaji kwenye timu ya taifa, sio atamuita, kwa sababu wao hawajui kama kabadilisha uraia. Umeelewa? Labda zile za kuzungumza zinataka zimeafikia hata wao, lakini mpaka dakika hii mimi nasema Simba wana sababu ya msingi, sio kidogo. Simba kama walikuwa wamefanya research vizuri kwenye kesi, wakaona kabisa kwamba wameonewa, sio tu kwamba wameonewa, yani kwamba soka letu limebagazwa kwenye kanuni hizi, mimi naamini Simba hawatasita kwenda kasi, na hili swala tutalisikia liko kasi, kwa sababu kama hakuna tu approval ya FIFA, manake huyu hayuko kihalali. Yani ile approval tu, kama article 9 inazungumza kwenye FIFA kwa approve mchezaji kwamba anama shirikisho moja kwenda shirikisho la pili, na kama Simba wakienda FIFA sasa wao wanakwenda kumshtaki nani? Sasa ndo maana hapo huenda Simba kama watakuwa walijipanga vizuri toka mwanzo, si unanielewa, toka mwanzo kwamba walijua kwamba tukienda TFF tutashindwa hii kesi, kwa sababu ndani yake kuna TFF. Kama shtaka lao lilikuwa limetengeneza kwenye mazingira ya kukombaini TFF na Yanga ndani yake, ila hawakumtaja TFF. TFF walitajwa kwamba walimuidhirisha kimakosa mchezaji, manake TFF anashtakiwa kumuidhirisha kimakosa mchezaji. Unajua kuna kesi zingine ambazo kuna watu ambao wanashindwa kesi mahakamani, si kwamba walikuwa hawana hoja. Tatizo ile kesi uliandika kwa staili gani, yani hoja zako ulizitengeneza vipi kwenye ile kesi. Unaweza ukashangaa umeandika kesi ndio na hoja, lakini hukumtaja mtu ambaye anahusika moja kwa moja kwenye ile kesi. Baadaye utaonekana huyu hayupo kwenye ile kesi ya kustahili, manake itabidi urudi tena ukatengeze kesi yako upya, au kesi yako inatupiliwa mbali. Sasa ni hivyo, Simba kama wamejiridhisha kwamba wameandika vizuri kesi yao vizuri, wamearrange vizuri kesi yao ambayo ndani yake ina hoja zote ambazo zinahusu Singida ndani, inahusu Simba ndani,
inayohusu Yanga ndani, inayohusu TFF ndani, na waka prove kabisa kwamba Damaro ilitakiwa approval ipitie kwenye shirikisho la mpira miguu duniani FIFA, na hawajafanya hivyo. Yani haina cha kupoteza. Damaro bado ana shida ya kuchezea ligi ya Tanzania bila kuwa na approval ya FIFA. Yani kama article 9 inazungumza kuhusiana approval, Simba wanatakiwa kwenda FIFA, na kama sio FIFA waende CAS, kwa sababu unaweza ukapeleka kesi FIFA na baadaye ukapeleka wapi? CAS. CAS ndo mwisho, yani wakishasema wameshasema. Kwa FIFA wanaweza wakaikataa, bado wakisema kuna hoja wakaenda CAS. Kesi ngapi mara nyingi ambazo ndani ya nchi husika zikahukumiwa tofauti, lakini ukienda kule wanaenda kuhukumiwa tofauti, kwa sababu lile ni shirikisho la mpira duniani. Lakini ukienda CAS ni kitengo cha usuluhishi wa michezo, maana yake ni mahakama ya kimichezo ambayo inaangalia deep, tofauti na mashirikisho ambavyo zakaangalia, kwa sababu mashirikisho yanaweza kawa na interest zao binafsi. FIFA inawezekana nao wakawa wamekosea, lakini ukienda kule uwanja unakuwa ni sawa. Mimi naamini Simba hii wataenda kushinda kesi. CAS watashinda. Pia katika hilo Lugano, tunaona TFF kupitia kamati ya sheria na hata wachezaji imetupilia mbali hiyo kesi ya Damaro pasipo na wale washtakiwa Amini Yanga na Damaro kufika katika hiyo kesi, kusikiliza hiyo kesi. Ndio. Hiyo inafikirisha. Mimi nimekuja na maswali yangu mawili kichwani ambayo yanaweza kando ndio au sio, lakini yanafikirisha. Kwa sababu gani? Cha kwanza, hiyo kesi iliitishwa mara ya kwanza, Damaro na Yanga hawakutokea, zikasikika taarifa kwamba hawakupewa wito wa kuwepo kwenye hiyo shauri. Alafu ya pili wamepewa wito, wanatakiwa wawepo kwenye hilo shauri. Kwa nini hawajatokea? Hayo maswali ambayo nayatengeza ni mawili. La kwanza, Yanga wana kiburi kiasi ya kwamba anajiona wana nguvu zaidi ya TFF. Hilo wazo langu la kwanza. La pili, TFF kupitia kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji, inawezekana waliwaambia Yanga msije, hili swala tutamalizana nalo sisi wenyewe. Sasa inafikirisha sasa, kwa sababu Simba huenda kulikuwa na maswali ambayo walitakiwa waulize Yanga ili waingie kwenye mtego wa Simba. Kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji wakautegule mtego kwamba wasiwepo ili wasiingie kwenye ule mtego. Kwa hiyo maswali yanafikirisha, kwa nini Yanga hawakuwepo kwenye nini? Kwenye hili shauri. Na kwa nini TFF kupitia kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawajasema chochote kutokana na yule mtuhumiwa namba 1, kwa sababu aliyeshikwa na ngozi hayupo. Kwa nini wameenda kuhukumu wenyewe mahakama bila yule kuwepo? Je, kauli yao inasemaje? Sawa, wamehukumu kwa maana kama wangeshinda Simba wangeshinda hivyo hivyo, lakini Simba ameshindwa. Kauli ya yule mtuhumiwa kutokuwepo, kwa nini haijatoka? Kwa hiyo pia hapo kuna hoja ya msingi ambayo inatakiwa tuendelee kudiscuss, kwa nini Yanga hawakuwepo kwenye hilo shauri. Shukrani sana. Asante sana.